usisahau kusubscribe, like na kucomment. Drama, taharuki na hoja kali kortini siku 5 zilizotikisa kesi ya Tundu Lissu. Ni mvutano mzito, ukumbi uliotulia kimya kusubiri hoja inayofuata na macho ya taifa kielekezwa sehemu moja tu. Mahakama Kuu Masjala ndogo jijini Dar es Salaam kuanzia Februari 9 hadi tarehe 13 mwaka 2026, usikilizaji wa kesi na mkabili mwanasiasa Tundu Lissu ulioibua drama, hisia kali na mabishano yaliyotikisa ukumbi wa kisheria. Hii si simulizi ya kikao cha mahakama tu, bali ni hadithi ya siku 5 zilizojaa mvutano, sauti za wafuasi na mapambano ya hoja yaliyoacha wengi wakisubiri kwa hamu kitakachofuata. Mvutano, hisia kali na mabishano ya kisheria, hayo ndiyo yaliyotawala katika ukumbi wa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam kuanzia Februari 9 hadi 13 mwaka 2026, wakati wa usikilizaji wa kesi na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Siku ya kwanza usikilizaji ilianza kwa shamra na taharuki nje ya mahakama, huku wafuasi wakijitokeza kwa wingi kutoa ishara ya kumuunga mkono. Ndani ya ukumbi, majadiliano ya kisheria yalianza mara moja, yakionyesha uzito wa kesi hiyo yenye mvuto wa kitaifa, huku wafuasi hao wakiimba Raisi, Raisi, Raisi. Hata hivyo, hali hiyo ilichukua sura mpya baada ya mawakili kupinga utaratibu wa mashahidi wa siri kutoa ushahidi wakiwa wamefichwa. Pingamizi hilo lilizua mabishano makali na majaji wakalazimika kusitisha kikao ili kulitafakari. Hatua iliongeza msisimko na kusubiriwa kwa uamuzi. Katika hatua nyingine iliyovuta hisia za waliokuwepo, Lissu alieleza madai ya kunyimwa haki zake akiwa mahabusu, akitaja vikwazo vya kutembelewa na ukosefu wa faragha anapokutana na mawakili wake, huku akieleza kuwa kunyimwa chakula siku ya usikilizaji wa kesi hiyo. Kauli hizo zilifanya ukumbi kutulia kwa muda, huku mjadala kuhusu haki za mshtakiwa ukichukua nafasi mpya. Na kadri siku zilivyopita, upande wa mashtaka uliwasilisha ushahidi wao kupitia mashahidi waliodai kauli zake zilikuwa na athari za kisiasa. Kupitia maswali ya kujibu mashahidi, hoja zilipingana vikali na ukumbi wa mahakama ukageuka kuwa uwanja wa hoja nzito na mivutano ya kisheria. Na katika hitimisho la wiki ya usikilizaji, kikao kimoja kilihailishwa ghafla kufuatia mazingira ya mwenendo wa kesi, huku ulinzi mkali ukiendelea kuimarishwa ndani na nje ya mahakama. Kwa ujumla, siku hizi 5 ziliweka wazi kwamba kesi hiyo imeendelea kuvuta hisia za wananchi na wadau wa siasa, huku macho ya wengi yakielekezwa kwenye hatua zinazofuata za mchakato wa kisheria. Na hii leo tarehe 16 Februari, kesi hii bado inaunguruma katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya jijini Dar es Salaam. Na hivyo ndivyo siku 5 zilivyopita, zikiweka Mahakama Kuu Masjala ndogo katika macho na masikio ya taifa. Kesi ya Tundu Lissu ikaendelea kuwa zaidi ya jalada la kisheria, ikawa simulizi ya mvutano, hoja nzito na hisia zinazogusa siasa na haki. Kadri panzia la mahakama linavyoendelea kufunguliwa, swali linalobaki ni moja: ni hatua ipi itafuata na historia itaandika nini baada ya hili? Hii ni simulizi inayoendelea na macho ya wengi bado yapo hapo kortini. Hii ni taarifa maalum kutoka hapa Mwanahalisi TV, ambapo tumekuletea matukio 5 yaliyojiri wakati wa usikilizaji wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Niliyokusomea makala hii, jina langu ni Zakia Nanga. Usisahau kusubscribe na kutoa maoni yako kuhusu kipindi hiki kwa kuandika maoni yako katika ukurasa huu. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.